Turudi katika afya yako. Mara nyingi tunazungumzia afya yako na tumeomba kwa watazamaji wetu wa Ustadh Shafii Online TV, na huu ni mwezi wa Ramadhani. Kuna mambo mawili juu yako. Mwezi wa Ramadhani nafahamu gharama ya uhitaji wa maisha, kwa maana nazungumzia chakula na vitu vingine huwa vinapanda. Lakini pia kwako kuna gharama za dawa. Hili limekaaje? Na kwa faida ya watazamaji wetu wa Ustadh Shafii ambaye ataguswa pia anaweza kuunga mkono katika hilo. Naomba ulizungumze kwa dakika chache tufunge kipindi chetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu Waislamu na wale wasio Waislamu, popote pale ulimwenguni mnaonisikia, kuna jambo ameliongea mwandishi wa habari, nataka nilifafanue vizuri. Kuna jambo ambalo ameliongea mwandishi wa habari kwamba sisi ni binadamu, lichakuwa kila mmoja na imani yake, lakini sisi kiujumla ni kwamba sisi ni ndugu. Hakika Qur'ani imesema hivyo. Ukisoma katika surati Hujurat, ni sura 49 aya 10, Mwenyezi Mungu ametubainishia kwamba sisi ni ndugu, kwa sababu asili ya kila aliye bin Adam, kwa maana mtoto wa Adam, tumetokana na mtu mmoja ambaye ni Adam, lakini na mama yetu mmoja anaitwa Hawa. Kwa maana sisi sote Waislamu, Wakristo na wasiokuwa na dini kabisa, sote tumbo letu ni la mama yetu Adam, lakini sote tumetoka kwenye mgongo wa ni la mama yetu Hawa, lakini sote tumetoka kwenye mgongo wa baba yetu Adam. Kwa hiyo sisi ni ndugu. Sisi ni ndugu, sisi ni familia moja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuna undugu wa kuzaliwa, kwa maana baba na mama, lakini kuna undugu vile vile wa nasaba, kwa maana ya ukoo. Kisha kuna undugu wa kiimani, unaona, kwa maana ya imani zetu. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba kwanza sisi ni ndugu wa baba na mama ambaye ni Adam na Hawa, lakini kuna undugu wa nasaba, unaona, kisha kuna undugu wa kiimani. Si kama mnaelewa. Kwa hiyo mimi hapa nimekuja kwenu ndugu zangu Waislamu, na hata nyinyi ambao ni ndugu zangu katika Adam na mama yetu Hawa, nimekuja mimi kama ndugu yenu. Mnaniona hata sauti yangu inakuwa na mikwaruzo, na hasa mazingira ya hali ya hewa inapokuwa na mawingu, inakuwa ni mtihani sana katika kuongea. Wananijua mimi, sauti yangu hapo awali ilikuwa kama radi, ilikuwa ni kali sana, lakini sasa hivi naishi kwenye mazingira magumu, kwa sababu bado nilifanyia operation ya shingo. Hapa nikifungulia kifungo hapa kukuonyesha, utaona kabisa kisu. Yaani kuanzia hapa niliposhika mpaka hapa niliposhika kidole gumba ndio kisu kilipoishia, nilichofanywa operation Muhimbili 2018. Kibaya zaidi sasa, na nilikuwa na tatizo la thyroid. Ambalo tatizo hili mpaka sasa hivi natibiwa Muhimbili. Unaona natibiwa Ocean Road. Hii ni kadi yangu ya Ocean Road. Ambayo na atendi kliniki mpaka pale hatima ya maisha yangu, baada ya kuwa wameondoa kinyama kimoja kinachoitwa thyroid gland, ambacho nilifanywa operation Muhimbili, kwa sababu Ocean Road huwa hawafanyi operation. Na huu ni mfuko ambao huwa napewa dawa kila mwezi kule Ocean Road. Huu ni mfuko wa kuhifadhi dawa, kama unavyoona maandishi yake yameandikwa Ocean Road Cancer Institute. Ocean Road Cancer Institute. Hasa humo ndani kuna dawa ambazo huwa napewa humo. Hizi dawa zinaitwa thyroxine. Hizi dawa zinaitwa thyroxine. Na kwa mfano hii alhamdulillah ina miligramu 150. Kwa hapa na meza kimoja. Lakini hii ina miligramu 50. Na muone kwamba nazitumia. Unaona kama hivi. Hii nimebandua huku. Maana hizi nimekunywa siku 2 hizi. Hii inatakiwa ninywe vidonge 3 kwa sababu ina miligramu 50. Na kunywa vidonge 3. Yote kwa yote ndugu zangu, na wakati huo na tatizo la moyo mkubwa. Huu ni mfuko ambao vile vile napewa dawa zake
Jakaya Kikwete Cardiac Institute, kama ilivyoandikwa hapa, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete Cardiac Institute. Kadhalika na attend clinic na kila mwezi na attend clinic, na daktari wangu anaitwa Tatizo Wane. Huyu daktari nimeanza naye toka 2017 toka 2017, lakini japokuwa tatizo langu liligundulika 2018. Kwa hiyo 2012 Zanzibar, hospitali ya Mnazi Mmoja Zanzibar. Kwa hiyo nimekuja kwenu. Kilichonileta kwenu ni kwa ajili ya gharama za matibabu. Ndugu zangu, gharama za matibabu ni kubwa sana. Gharama za matibabu ni kubwa sana sana, na in short, ili kuondokana na kutumia keshi, kwa sababu kutumia keshi ni zaidi ya 300,000 kwa mwezi. Kutumia keshi ni zaidi ya 300,000. Simply nimeona nipate bima, na bima ambayo ni nzuri ni bima ya kifurushi cha Serengeti, kwa sababu sasa hivi tuna vifurushi vya aina 3. Kifurushi cha kwanza ni 10, hakifanyi kazi kabisa katika hospitali za National Hospital kama vile Muhimbili, kama vile Ocean Road, haifanyi kazi kabisa. Mimi hapa napoongea na kifurushi na bima ya kifurushi kinachoitwa Ngorongoro. Imagine, nililipia baada ya kuwa nimekosa pesa mwaka jana, nilipia shilingi 700,000. Natakiwa kurenew mwezi wa 4. Nilipia 700,000. Nikienda hospitali kwa mfano Muhimbili, nikienda hospitali kwa mfano Ocean Road kila ninapoattend clinic napima vipimo 4. Kuna kipimo kinaitwa T3, T4, TSH na full blood picture. Hivi vipimo ni kwa ajili ya kuangalia kwanza damu yangu, wanaangalia hormone, kwa sababu hili tatizo linapelekea ama hormone zinaweza zikashuka, na sote tunajua hormone ndio kila kitu katika mwili, ama zinaweza zikapanda, na zikipanda hormone basi utakuta mwili hauwezi kufanya kazi, unakuwa shagara bagara, lakini kadhalika unapoteza memory. Unaona bana, ili mradi mwili unakuwa hauko stable, yani ubinadamu unaendeshwa na kitu kinachoitwa hormone. Sasa hiki kipimo cha T3, T4, TSH ni gharama. Still bado huwezi kupata dawa kama hizi, unatakiwa ulipie. Bima hiyo haibebi. Labda mwalimu, kwa bima ambayo itakusaidia ni bima ya gani na kiasi gani kwa faida ya watazamaji wetu? Kwa faida ya watazamaji wetu, kama ulivyoniuliza mwandishi wa habari, bima ambayo inaweza kunisaidia nikatibiwa comfortable ni bima ya kifurushi cha Serengeti, ambacho kwa umri wangu natakiwa nipate shilingi milioni 3. Kwa umri wangu natakiwa nipate shilingi milioni 3, na hii inatakiwa nilipie mwezi wa 4. Yaani first April natakiwa nilipie, kwa sababu ukichelewesha maana yake sasa unakuwa unaanza upya. Unaona, ile bima yangu ambayo nilipia mwaka jana japo ni ndogo, maana yake tayari kule mimi nasoma kama ni member. Kwa hiyo nikichelewesha tu, ikipita hiyo tarehe 1 mwezi wa 4, maana yake inakuwa imekufa, una start upya. Kwa hiyo baadhi ya haki zile unakuwa huzipati, wanavyotuambia wenyewe wataalamu wa bima kwenye ofisi zetu za bima. Naam, wapenzi watazamaji wetu wa Ustadh Shafii Online TV, huyu ni mwalimu wetu, ni mhadhiri ambaye amefanya mambo ya mihadhara muda mrefu, na bado sasa hivi anaendelea kufanya, japokuwa kulingana na afya yake, lakini bado anaendelea kufanya harakati za dini, na yeye akiwa katibu wa Umoja wa Hadhiri Tanzania. Sheikh Abubakar Mwaipopo, kwa faida ya watazamaji wetu wa Ustadh Shafii ambao tuko mchanganyiko, mnafikiri wafuatiliaji ni wengi, wa Kristo, Waislamu, wasiokuwa na dini, lakini pia wanafuatilia Ustadh Shafii Online TV. Kwa ambaye anahitaji kukuunga mkono katika hili, labda utaje namba kwa faida ya watazamaji wetu. Kwanza namba zangu kwa wale ambao watakuwa tayari, kama nilivyoeleza ndugu zangu, wallahi mtakuwa mmenifanyia msaada mkubwa sana. Na hapa ni ubinadamu tu. Hapa nimekuja kwenu kuomba, si kwa ajili ya kuomba kwa sababu ya Muislamu ama kwa ni mhadhiri wa Kiislamu, la hasha. Watanzania ama jamii yote ya dunia
tunaishi katika kusaidiana masuala ya kijamii bila kujali dini. Kwa yule ambaye atakuwa ameguswa, awe Muislamu ama sio kwa Muislamu, kwa kujali kwamba huyu ni binadamu mwenzetu na anahitaji msaada wa matibabu, na matibabu kama nilivyosema ni gharama kubwa sana, na mimi hospitali zangu ni mbili, Jakaya Kikwete kwa tatizo la moyo na Ocean Road kwa tatizo la thyroid. Gharama yake kama nilivyoeleza inahitaji nipate bima, kwa sababu kama sio bima nitakuwa siwezi kabisa kumudu, na nitakuwa na kuombeni kila siku, kitu ambacho kitakuwa ni mtihani. Na kwa Uislamu kuomba mara kwa mara haipendezi, japo miongoni mwa wenye mahitaji wanaopaswa kusaidiwa, iwe ni kwenye Qur'ani, kwenye Biblia, wanaopaswa kusaidiwa. Kuna hadithi kudusi ambayo ameisimulia Mwenyezi Mungu mwenyewe kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hata katika Injili kupitia Bwana Yesu, kwamba Yesu anasema kwa mfano, na Mtume akasema hivyo hivyo, kwamba watu watakapokuwa wameruzukiwa pepo, Mungu atawajia, nyinyi nimekupeni pepo kwa sababu nilipokuwa na njaa mlinilisha. Na hali yako sote tunafahamu kwamba Mwenyezi Mungu hana sifa ya kuwa na ya kula, wala hana sifa ya kuwa na njaa. Yeye ndiye anailisha viumbe vyake. Lakini angalia, Mungu atawaambia, nyinyi nimekuruzukuni pepo, nilipokuwa na njaa mlinilisha, kwa sababu ulimsaidia mja wake. Kitendo cha kumlisha yule mja automatically umemlisha Mwenyezi Mungu, na ndio maana malipo yako wewe ni kuingia peponi. Gonjwa ukaja kuniona, Mwenyezi Mungu haumwi, sifa yake sio kuumwa, lakini kwa kuwa ulimsaidia Moipopo automatically ulimsaidia Mwenyezi Mungu. Ndio imekuja ile ruhamahu bainahum, wana kawaida ya kusaidiana wanadamu wenyewe kwa wenyewe. Kwa ndugu zangu, nakuombeni msaada ala kule hali. Inatakiwa nipate milioni 3 za haraka, tarehe 1 mwezi wa 4 natakiwa nikalipie nipate kifurushi kinachoitwa Serengeti, ambacho of course nikipata kifurushi kitanisaidia mwaka mzima bila shida, bila tabu. Naona bwana, kitamudu gharama zote za matibabu yangu, isipokuwa gharama moja tu ya kufresh, kwa sababu na tatizo kwenye moyo mkubwa, na tatizo vile vile ya mishipa kuziba, inatakiwa nifrashiwe, lakini gharama yake ni kesh, ambayo ni milioni 10.5 kwa sababu ya matatizo ya mishipa miwili ambayo inasemekana kadhalika imeziba. Inshallah wale ambao mtakuwa mmeguswa na hili walio nje mtatumia namba plus, kwa maana ya jumlisha 255 717 437270. Narudia tena, kwa wale walio nje ya Tanzania mtanitumia kwa kile mtakachojaliwa na Mwenyezi Mungu kwa namba plus 255 717 437270 plus 255 717 437270. Kwa sisi tuyo Afrika Mashariki vile vile unajumlisha 255 717 437270. Au unaweza kutumia hii inaitwa Yas zamani tukiita Tigo Pesa, lakini sasa hivi nasema Yas Pesa, kitu kama hicho. Alafu namba nyingine walio nje ya M-Pesa ni 255 762 200 281 plus 255 762 200 281. Walio Afrika Mashariki namba ya M-Pesa ni 0762 200 281 0762 200 281. Kwa Airtel Money walio nje ni plus 255 782 97 97 34 255 782 97 97 34. Majina yanayotoka ni Abubakari Jairi Moipopo.
Jina linatoka Abubakar Jairi Mwaipopo. Mwenyezi Mungu awabariki na Mwenyezi Mungu kutengenezeni mambo yenu. Mwenyezi Mungu, Waislamu wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao imeamriwa katika wale ambao hawana maradhi, wale ambao hawapo safarini, wale ambao sio wagonjwa na wala sio wazee, wana nguvu zao. Mwenyezi Mungu akujalieni mfunge kwa salama na amani, na Mwenyezi Mungu akukidhie haja zenu ndani ya mwezi huu mtukufu ambao Mwenyezi Mungu huteremsha rehema yake. Mwenyezi Mungu atuteremshie rehema yake na tusamehe sisi na wazee wetu, na warehemu wazee wetu waliotangulia mbele ya haki, awarehemu mashekhe wetu, awarehemu walimu wetu, na warehemu wahadhiri wenzangu wote waliotangulia mbele ya haki, waliopigania dini ya Mwenyezi Mungu uhai wao wote. Allahumma amin 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 amin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu watazamaji wetu wa Ustadh Shafii Online TV, ni Sheikh Abubakar Mwaipopo, muhadhiri mkongwe, muhadhiri ambaye amefanya kazi kubwa kwa wakati wake na bado sasa hivi anaendelea na harakati za Uislamu. Kama utaguswa basi namba zipo juu ya screen ya video hapo, basi kama utaguswa basi namba zipo juu ya video hapo, utampigia ama utamtumia chochote ambacho umejaliwa. Anahitaji shilingi milioni 3 kwa ajili ya kulipia bima ya afya. Ni ya mwaka mzima Ni ya mwaka mzima, inaitwa National Health Insurance Fund, NHIF. Hii ni ya taifa ya serikali. Naam, nyuma ya kamera alikuwepo Juma Uwanja, mimi ni mtangazaji wenu Muhammad Pango. Ustadh Shafii Online TV ni nyumba ya elimu. Shukrani sana, jazakumullahu khaira.